vilipitwa na umeme kutokana na kukosa laini kubwa. Lakini ninafahamu pamoja na changamoto tulizonazo, tunatekeleza mradi mkubwa wa kituo cha kupozea umeme katika mkoa wetu wa Simiyu kilichopo Imalilo, wilaya ya Bariadi. Mwaka jana wakati nachangia katika hotuba hii, mkandarasi alikuwa ametoka site, yule wa laini kubwa alikuwa anadai bilioni 7. Leo kwa moyo wangu wa dhati niko mbele yako Spika nikishukuru serikali, mkandarasi huyu tayari ameshalipwa hizi deni na amerudi site kwa ajili ya kuanza kazi. Kwa kuwa tulikuwa 30%, basi asimamiwe na yeye ajitume tuende kukimbia, kwa sababu ameshalipwa zile deni lake alilokuwa anadai. Lakini niombe pia yule mkandarasi wa substation na yeye alipwe ili waende pamoja, kwa sababu zile substation zitatuwezesha sisi wilaya tulizoko pembezoni tuweze kupokea umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie kwa kushukuru kwa mradi wa utafiti wa mafuta unaofanywa katika wilaya ya Meatu katika ziwa Eyasi Wembele. Kazi inaendelea vizuri, lakini sisi wananchi tulitamani kuona sasa tunanufaika na huu mradi, kwa sababu umechukua muda mrefu, utafiti unaendelea. Mheshimiwa Spika, nakushukuru, naunga mkono hoja. Asante sana. Mheshimiwa Kenneth Ernest Sinolo atafuatiwa na Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika. Mheshimiwa Boniface Mwita Getere ajiandae. Mheshimiwa Spika, kwanza nikushukuru kwa kunipa nafasi hii niweze kuchangia bajeti hii ya nishati, lakini nichukue nafasi hii vile vile nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa neema na rehema ambazo amenipatia hata kufika na kuweza kuongea mbele ya hadhara hii. Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa Spika, namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo sekta ya umeme, sekta ya nishati kwa kiasi kikubwa imepiga hatua katika nchi yetu. Nchi yetu sasa habari ya katika umeme imekuwa historia, kwa sababu tuna umeme wa kutosha. Lakini nichukue nafasi kumshukuru tena na kumpongeza ndugu yangu Doto Biteko, waziri wa nishati na naibu waziri mkuu, kwa weledi na umadhubuti katika kuchangia stability katika sekta ya nishati. Mheshimiwa Noro, hebu subiri. Mheshimiwa Getere, sogea pale kwa Mheshimiwa Almas Maigi. Asante sana. Mheshimiwa Kenneth Noro. Mheshimiwa Spika, pamoja na kushukuru kwa kazi kubwa iliyofanywa na waziri wa nishati, lakini nishukuru kwa namna ambavyo vitongoji vyangu ambavyo serikali iliahidi vile 15 tayari kazi ya umeme, kuweka umeme katika maeneo yale inaendelea, na vijiji vyetu vyote 59 katika wilaya ya Bahi tuna umeme. Na sasa matarajio yetu makubwa, kazi ya kupeleka umeme kwenye vitongoji iweze kuongezwa zaidi. Mheshimiwa Spika, nina mambo matatu. Jambo la kwanza ambalo nataka nichangie, sasa tuna umeme wa uhakika, lakini kubwa zaidi, zipo tozo ambazo tunachangia kwenye mifuko hii. Mfuko ambao unaenda kuchangia katika kusambaza umeme katika maeneo yetu. Fedha hizi Mheshimiwa Spika, ile 3% haziendi zote kama ambavyo tunatarajia, na fedha zile Mheshimiwa Spika ziko ring fenced. Sasa leo niliuliza swali kuhusu Wizara ya Maji kwamba fedha hizi zinakuwa na ukomo wa bajeti, ile ceiling. Sasa hizi ni fedha ambazo zinawekwa katika sekta maalum kama hivi kwenye nishati. Mimi nilikuwa naishauri serikali fedha hizi zitumike kama ambavyo tumekusudia kwenda kuendeleza sekta hii ya nishati. Mheshimiwa Spika, jambo jingine ni kuhusu kuunganishiwa umeme, connectivity kwa mteja wa mwisho. Mheshimiwa Spika, nadhani tutoke kwenye mazoea
mimi mteja, si kazi yangu kununua nguzo zinazokuja kuniunganishia kwangu. Na duniani kote mimi siwezi nikatoa capital investment ya shirika lile linalosambaza umeme. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tusifanye mazoea na TANESCO ibadilike kwamba inavyoniunganishia umeme mimi nitanunua umeme baadaye, lakini unapokuwa na wateja wengi unatengeneza base ya kuweza kupata fedha. Kwa Mheshimiwa Spika, hata ile tofauti ya 27 kwa 300,000 mijini na vijijini, mimi nadhani tungekuwa na flat rate walau ya 50,000 ambayo ile tunalipa kwa ajili ya administrative na labor cost. Lakini habari mimi ninunue nguzo, ninunue material za kuunganishiwa umeme, nadhani Mheshimiwa Spika sio sahihi. Kufanya hivyo tutaweza kuruhusu Watanzania wengi waweze kupata umeme katika maeneo yao. Lakini jambo jingine Mheshimiwa, habari ya matumizi ya gesi. Nchi yetu tunaagiza gesi hii tunayopikia majumbani, na gesi hii haifanani na gesi inayotoka Mtwara. Hii ni gesi ambayo ni LPG ambayo tunanunua, tunatumia fedha nyingi. Lakini Mheshimiwa Spika, LNG ndio gesi ambayo tunatoa Mtwara. Mheshimiwa Spika, si lazima tutoe bomba kutoka Dar es Salaam ije mikoa mingine katika miji. Tunaweza tukafanya kama tunavyosafirisha mafuta. Hapa Dodoma tukaweka depot kubwa ya gesi, na gesi kaletwa hapa na ikaweza kusambazwa katika majumba. Na si lazima serikali ifanye kazi hii. Tangazeni makampuni makubwa, taarifa tuweze kusambaza gesi katika majumba. Kwa Mheshimiwa Spika, Kenneth Nolo, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Hamis Mwagao Tabasamu. Mheshimiwa Spika, nataka kumpa taarifa mzungumzaji kubeba gesi hiyo ya CNG kuisafirisha. Gari moja yenye ukubwa wa tani 40 inabeba mzigo wa tani 3 tu peke yake. Sasa kuisafirisha, kuitoa Mtwara mpaka kuileta Dar es Salaam kwa kutumia magari itakuwa ni hasara ambayo nchi itaingia katika hasara kubwa. Mheshimiwa, endelea na mchango wako. Mheshimiwa Kenneth Nolo, unaipokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Spika, sipokei taarifa yake. Sipokei taarifa yake kwa maana kwamba mimi nimelinganisha LPG na gesi asilia. Na utaalamu wake kwanza unaisafirisha ikiwa condensed. Ikifika hapa inakuwa processed, inakuwa ni gesi. Sasa hii tunayotoa nje ni sawasawa unajenga gorofa kwa kutumia maji ya kwenye ndoo. Hasa hiyo gorofa utaimaliza saa ngapi? Lakini ile sasa tuna reli. Unaweza kusema kwa mfano Central Zone unaitoa Dar es Salaam, ukaweka special train ambayo itafikisha Dodoma hapa na mikoa mingine hivyo hivyo. Lakini serikali kama inavyosambaza umeme kupitia TANESCO itangaze, yatapatikana makampuni ambayo yanaweza kuwekeza na wananchi waunganishiwe katika majumba yao. Mheshimiwa Spika, nchi yetu kupitia rais wetu sisi tumekuwa kinara katika kunusuru uharibifu wa mazingira. Sasa Mheshimiwa Spika, jambo hili kama nilivyosema, tukisambaza gesi katika majumba yetu na kuwa na distribution nzuri, kwanza tutaondoa uharibifu wa mazingira. Miji yetu mikubwa, Dar es Salaam, Dodoma na majiji mengine, ndio inayoongoza kwa kuchukua mikaa. Kwa uharibifu ni mkubwa Mheshimiwa Spika. Kama ambavyo TBDC wameanza pale Dar es Salaam kusambaza gesi, basi hata Dar es Salaam ungekuwa mfano. Jambo hili tukilifanya Mheshimiwa Spika litasaidia kwa ajili ya kuondoa matumizi makubwa ya mkaa na hivyo kuleta uharibifu mkubwa wa mazingira. Lakini jambo jingine Mheshimiwa Spika, tumepata umeme wa kutosha. Ipo haja ya kujadili. Je, ile 75 kwa unit tuendelee nayo au kuna haja ya kufanya mjadala vile vile kwamba tunaweza tukashusha? Ukishusha unaruhusu majumbani watu waweze kutumia nishati ya umeme.
tusiuogope sana umeme. Hoja yangu Mheshimiwa Spika, tusiuogope sana umeme. Kama ambavyo serikali imesubsidize, kwa sababu tuna umeme wa kutosha, bado tuna nafasi ya kuweza kusubsidize katika swala zima la kupunguza gharama za umeme. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi na naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante sana. Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika atafuatiwa na Mheshimiwa Boniface Mwita Getere. Mheshimiwa Judith Kapinga ajiandae. Mheshimiwa Spika, Aya, ngoja nitakupa nafasi baadaye kidogo Mheshimiwa. Mheshimiwa Boniface Mwita Getere. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuchangia.